So guys, kwa sasa habari ambazo zinaendelea chini ya maji ambazo hatujazithibitisha hapa kwa KG Chipande ni kwamba yule Ayatollah ambaye ni kiongozi wa Uislamu nchi ya Iran bado yuko hai, japo kuwa alijeruhiwa kwa vibaya sana, na hii ni kulingana na taarifa ambayo iliweza kutolewa na baadhi ya wanajeshi ambao hawajajitokeza kwa sasa wa nchi ya Amerika, ambao imechapishwa na kuonekana hadharani, ambapo Donald Trump, rais wa Marekani, bado hajatangaza, ambapo kunao baadhi wa habari ambao kama habari kubwa sana, chombo kikubwa cha habari kama cha Fox News kimeweza kutangaza na kusema kwamba Khamenei, yule ambaye ni rais Ayatollah ama yule ambaye ni kiongozi wa Uislamu ndani ya Iran, hajafariki kama vile ambavyo ilikuwa ikitarajiwa ama vile ambavyo ilienezwa, ambapo mimi kama KG Chipande nilipopatana hizo habari nilikuwa na ugumu fulani wa kuzileta hapa, ikizingatiwa kwamba tayari nishaleta habari kama hizo, tukajibizana sana kwenye sehemu ya maoni hapa, ambapo wengine walikuwa wakisema kwamba KG huyu amekufa, tuachane na hizo story, na wengine wakasema pia kwamba amekufa wapi, mazishi yake mbona hatukuona? Na kwa sababu yeye alikuwa kiongozi wa Islamu, basi automatically definitely labda tungeonyeshwa vile ambavyo alikuwa akiswaliwa, kama endapo hatutaonyeshwa mazishi yake. Na vile vile pia baadhi ya wananchi kutoka nchi ya Iran walionyesha tabasamu yao na kufurahia sana pale ambapo habari hizi zilichipuka kwamba kiongozi huyu ameweza kufariki, ambapo maswali yalikuwa mengi, ambapo wengine walijiuliza kama ni kiongozi ambaye alikuwa akipendwa na wananchi wake, ni vipi leo wananchi wa Iran waweze kufurahia wakati kiongozi wao ameweza kuuliwa? So hayo ndio baadhi ya maswali ambayo yalikuwa yako kwenye mitandao sana, ambapo mimi niseme tu kwamba on my side kuna vitu ambavyo nilikosa kuvielewa baada ya kwamba kiongozi huu alitangazwa kwamba ameweza kufariki, because I expected ya kwamba maybe mwili wake hata kama hautaonyeshwa ni sawa, usionyeshwe kwa sababu ya heshima ama respect ambayo iko, but sasa labda mimi kitu ambacho nitarajia nione at least akiswaliwa, ama nisikia kwamba siku fulani kiongozi Ayatollah ameenda kuswaliwa msikiti fulani kwa minajili ya mazishi ambayo yatafanywa sehemu fulani. Lakini kikweli taarifa ilitoka ya kwamba siku fulani alitarajiwa kuzikwa, na hiyo siku haijafika mpaka leo, kwa sababu ile walihitaji lakini ikapita pasi kutokea lolote, na wakasema kwamba wataipostpone, yani wataipeleka mbele kwa sababu ya tension ambayo iko kwenye hii story nzima ya vita ambavyo vinaendelea. Na hiyo tension hiyo mpaka sasa ambao wameenda for almost 21 good days ya ceasefire ambao kutakuwa hakuna vita, tulitarajia basi kwa sasa, kwa sababu kumetulia, hakuna mashambulizi yote, basi mazishi haya yatafanyika, lakini mpaka sasa hatujaona mazishi yoyote ya kiongozi huyu wa Kiislamu ndani ya Iran akienda kuzikwa. That is one. Second thing, tunaanza kujiuliza, endapo kiukweli kabisa, endapo ama alikuwa ashauliwa huyu jamaa, je, unahisi ya kwamba jeshi la Iran lingekuwa na ile huruma ya kusema basi okay, tulizeni? Unajua kuna vitu fulani vinafanyika kibinadamu, one to huwezi elewa. Mtu anakuambia kwamba, ama mtu anakuja anakuulia baba yako, anakuulia watu wako wote wale muhimu, alafu mwisho wa siku anakuambia kuja kwenye meza sasa tuweze kuongea, alafu nyinyi mnaenda pale kwenye meza mnaenda kuongea baada ya kwamba amewaulia watu wenu wa muhimu. Pale ambapo watu wenu walikuwa kwa hai, hakuwaita mketi kwenye meza ili asiwaue, lakini ameweza kuwaua baadaye, ndio mwisho wa siku anawaita kwenye meza muje muongee. Ambapo mimi kitu kama hicho hakiingii kwa kichwa, ambapo bado nahisi ya kwamba huenda 90% hapo na 9 ama 95 hapo ikawa kiongozi huyu bado yuko hai kiukweli, lakini sasa maybe kwa sababu ile tension hawataki kama nchi, ama kwa sababu ile kwamba hawataki kupeana ile kitu ambayo wale ambao ni mahadui zao, ni kitu ambacho walikuwa wanakitarajia wakipate kwa sana, hawataki kuambia kwamba sivyo, ili wawapumbaze tu, nitasema hivyo, because this is the guy ambaye labda alitarajiwa. Donald Trump, rais wa Marekani, alijua wazi kabisa 100% ya kwamba endapo atamshika Ayatollah amzuie, basi matakwa yake yote yatakubalika na yataenda kulingana vile ambavyo yataka. Na pale alipomua alijua wazi kabisa kwisha, regime nzima ya Iran sasa nishaimaliza, na sasa Iran nitaiongoza vile ambavyo nataka. Ndio pale ambapo alikuja akasema kwamba hata kiongozi anayekuja ndani ya Iran, yeye kama Donald Trump, rais wa Marekani, anataka kuwa miongoni ya wale watu ambao watamchagua, na endapo atachaguliwa aweze kuongoza ile taifa na matakwa ya nchi ya Marekani.
ndio pale ambapo jeshi la Iran walikataa na kusema kwamba haitowezekana kamwe, na wakamchukua tu mtoto ambaye ni mtoto wa huyu Ayatola na kumweka pale na kusema kwamba huyu ndio atakuwa kiongozi wetu mpya wa Uislamu ndani ya nchi ya Iran. Na nikufahamishe tu kwamba kiongozi yule ambaye ni mtoto wa huyu jamaa toka achaguliwe na kuwekwa pale kuidhinishwa kama kiongozi hajajitokeza mpaka sasa tunavyoongea, mpaka sasa ambao ni tarehe 17 mwezi wa 4 mwaka 2026, jamaa hajajitokeza hadharani na kutoa sheria yoyote ama kuzungumza lolote. Tunafanya tu kuambiwa kwamba kiongozi amesema hivi na hivi, lakini mwenyewe kusimama na kuzungumza ama kwenye press conference at least tumuone, bado hajajitokeza. So maswali yanazidi kuwa mengi, maswali yanazidi kuwa mengi. Ninawaidha tunaanza kujiuliza ni nani ambaye ndio kiongozi halisi kwa sasa ndani ya Iran, baada ya kwamba tuliambiwa kiongozi wake alifariki. Ama je, wameweza kumchukua mtoto wa Ayatollah na kumweka pale ili kupumbaza maadui na kuonyesha kwamba lengo lao limefanikiwa, ili walegeze ule moto waliokuwa nao mara ya kwanza, because ifahamike kwamba ni mabomu yaliweza kupigwa kwenye anga ambayo yalikuwa directed kwenye nyumba ya huyu jamaa ambaye alikuwa yuko pamoja na viongozi wengine pamoja na mtoto wake vile vile, pia huyu ambaye amechaguliwa kuonekana kwamba yeye ndio atakuwa kiongozi ama mrithi wa baba yake, walikuwa kwenye ile nyumba moja, na ile nyumba inasemekana kwamba wote walifariki, lakini baadhi yao walipata majeruhi, ambapo mjukuu wake pamoja na nyanyake huyo mjukuu ambaye ni bibi Ayatollah walifariki siku 4 baada ya yule Ayatollah kufariki kwa sababu yale majeruhi waliokuwa nayo. Na wanasema pia hata huyo mtoto ambaye alichaguliwa pia vile vile kuna some pictures ambazo zilitoka, hatuna uhakika kama ni artificial generated images ama ni kitu cha ukweli, but kuna pictures ambazo ziliweza kutoka ambazo zinaonyesha kwamba huyo Ayatollah mpya amevunjika mkono, mwingine amevunjika mguu. Kuna video na picha ambazo zinaenea akionekana ameharibika sura, kuna zingine zinaonekana kichwa kiko kando. So ni vitu ambavyo tunahisi ya kwamba huenda vikawa vimetengenezwa ili mradi viweze kupumbaza jamii na kuaminisha jamii ya kwamba kile kitu ambacho Mwamerika wanasema huenda ikawa ni kitu cha ukweli, ikizingatiwa kwamba Mwamerika amezungumza vitu vingi sana kwenye hivi vita ambavyo havijatokea na vingine vimebainika kwamba ni vya uongo. So tuweze kuvumilia na kuona kama endapo jamaa atakuwa amefariki cha ukweli ama ni kuzubaisha watu, wanazubaisha watu. Na endapo atakuwa hajafariki, unafikiri yani atakuwa amedanganya watu wangapi? Au unadhani kwamba watu wangapi watashtuka na hizi habari za kuonyesha kwamba Ayatollah is still alive and fresh breathing and healthy? Nafikiri itakuwa kitu ambacho kitakuwa cha maajabu na kitu ambacho kitashtua watu wengi sana ambao walikuwa wamekata tamaa na kusema huyu jamaa tayari amefariki. Nadhani mliona baadhi yenu some videos ambazo zilikuwa zinaenea wakishika kama majeneza wakizunguka. Zile ni video ambazo zilitengenezwa na wananchi kutoka nchi tofauti tofauti ambao walikuwa wanasema wana demonstrate kama kupeana salamu zao za rambirambi zao za mwisho kwa minajili ya kiongozi wao ambaye ameweza kufariki, lakini hakukuwa na mwili wowote kwenye ile video ambayo sanduku ama ile jeneza lilikuwa limeshikwa likibebwa na baadhi ya watu ambao walionekana kwenye video ambazo ziliweza kusambazwa kwenye mitandao. Lakini kiukweli kabisa mpaka sasa ukiingia kwenye pale Google ukiwauliza kwamba je, Ayatollah amezikwa tayari, watakwambia Ayatollah Khamenei is not yet buried. So unaweza kujiuliza kama hajazikwa mpaka sasa, mtu ambaye ni Muislamu ambao sheria ni anapaswa azikwe immediately the same day, mpaka sasa ikizidi sana siku 4 zimepita, miezi, siku 40 sasa, jamaa hatujaambiwa kama amezikwa, na hatujaambiwa amezikwa wapi, na hatujaambiwa alipo, na kama amehifadhiwa mwili wake hatujaambiwa kama mwili wake umehifadhiwa, na kama ni mzima yuko hai hatujaambiwa pia bado yuko hai. Ni kitu gani ambacho unafikiria? Je, unahisi amefariki ukweli au unahisi ni mchezo wa panya na paka unaendelea kati ya wanajeshi wa Amerika na wanajeshi wa Iran?